Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibu tena katika wasaa wa kulisikia neno la Mungu. Kwa majina naitwa Veronica Olela. Karibu sana. Siku ya leo ni siku njema ambayo Bwana Yesu amefanya. Na wewe ambaye umechukua nafasi hii kuingia katika channel hii, kwanza ninakupongeza sana kwa sababu umechukua step ambayo hutajutia. Bwana Yesu asifiwe. Na ninakutia moyo kwenda tena kwenye clip nyingine zilizopita za channel hii ya Christian Sword of the Spirit kwa ajili ya kuendelea kulisikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ninakukaribisha wewe ambaye una ushuhuda. Jamani, neno la Mungu linasema wakamshinda kwa neno la ushuhuda. Neno la ushuhuda ni maisha yale ambayo unayaishi wewe, ni ushuhuda. Lakini pia neno la ushuhuda linaweza likawa ni unarejea kusema nini mbele za watu wakapata kukusikia kwa kile ambacho Mungu amefanya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunavyomuona yule mwanamke Msamaria ambavyo Bwana Yesu alivyomtendea, alitoka akaenda akasema kwa watu wengine, na hiyo ilikuwa ni injili tosha. Kwa hiyo hata wewe unapokuwa Mungu amekufanyia jambo kupitia madhabahu hii, ninaomba ukapate kuniambia kwamba Mungu amenifanyia 1, 2, 3. Unipe ushuhuda ili na watu wengine pia watiwe moyo, wajue kwamba Mungu anafanya, Mungu anatenda na bado Mungu yupo. Kwa sababu kuna watu wengine wanaona kama Mungu bado kuna mtu ambaye yuko anapita katika situation unayopita wewe hapo sasa hivi, lakini anaona kama vile hataweza kutoboa, anaona kama vile hataweza kupita. Lakini unapokuwa unaleta ushuhuda na kusema Mungu amenifanyia 1, 2, 3. Nilipokuwa nikisikiliza kwenye hii channel, Mungu amenifanyia 1, 2, 3. Na Mungu atakubariki sana. Kwa hiyo ninakukaribisha sana wewe ambao una ushuhuda. Niandikie ushuhuda wako. Unaweza ukaniandikia kupitia namba yangu wa WhatsApp. Hiyo namba ya Tigo ya 0715410722 ipo kwenye WhatsApp. Kwa hiyo unaweza ukanitumia testimony yako kupitia kwenye WhatsApp. Lakini kama unasema mimi ninataka kuishuhudia mataifa, nataka watu wote wanaosikiliza hii channel waone, pia unaweza ukaandika ushuhuda wako hata kwenye comment na kusema Mungu amenifanyia hiki. Lakini pia unaweza ukasema jambo ambalo Mungu anakufanyia sasa hivi unaposikiliza. Ukaandika katika comment kwamba kuna kitu fulani Mungu ananifanyia sasa hivi. Hiyo inasaidia kwa yule ambaye anafanya hilo jambo, ambaye ni mimi, ambaye ninakupa ile neno. Inanipa moyo, inanipa hamasa kwamba kuna kitu fulani Mungu anafanya. Yaani sifanyi wala kusema hivi bure, bali kuna jambo Mungu anafanya kupitia mimi, kupitia muda ninaotoa, kupitia kile ambacho ninakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ushuhuda ni kitu kimuhimu sana. Kwa hiyo ninakuomba unitumie ushuhuda wako na kile ambacho Mungu amekifanya. Lakini pia ibada inakamilika kwa sadaka. Ninakusii ukatoe sadaka. Lazima tuliseme ili hata kama wengine huwa wana mambo yao ambayo wanafikiria. Naweza kwa wanafikiria kwamba okay, huyu anahitaji sadaka, amefungua na ubiri ili kwa ajili ya kupokea sadaka. Hapana. Hicho ni kitu ambacho lazima nikiseme kwa sababu hata nisipokisema bado sijaikamilisha injili. Kwa hiyo hata ukamilisha injili lazima ukiseme. Mbaya ni pale ambapo unawaadaa watu kwa ajili ya kuchukua. Lakini unapofundisha watu kwa habari ya nini unatakiwa kufanya, ni kitu cha muhimu sana. Utoaji ni muhimu sana, na asikudanganye mtu kwamba hakuna utoaji. Asikudanganye mtu kwamba sadaka haipo tena. Unajua kuna wengine wanadanganywa, wanaambiwa kwamba Kristo ameshajitoa sadaka, kwa hiyo hatutoi tena sadaka. Agano Jipya limeongelea sana kuhusu sadaka sana, na hata wanafunzi wa Yesu walipokuwa wanaanzisha kanisa walikuwa wakitoa sadaka, walikuwa wakifanya changizo, kwa sababu injili lazima isonge mbele na haiwezi ikasonga mbele bila sadaka, kwa sababu yapasa mtu mmoja ajitoe na mwingine ajitoe kwa namna nyingine. Kwa hiyo mmoja atajitoa kwa muda wake kwa ajili ya kuhakikisha analisha roho za watu, kuhakikisha anawasaidia watu, lakini kuna wengine ambao watatoa kwa ajili ya kuwezesha hiki wanachokifanya kisonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninakukaribisha katika utoaji. Namba za sadaka ni 0715410722. Unaweza ukatuma sadaka yako kwa moyo wa kupenda, sadaka yako yoyote, na
na kuzungumza na Mungu kwa habari ya hiyo sadaka. Kwa Mungu, ninatoa kiasi hiki, Mungu ninaomba ukanifanyie 1 2 3. Lakini pia ni vizuri ukaniandikia message ya kwamba tumishi, nimetuma sadaka yangu kiasi fulani. Kwa hiyo najua kabisa hii hela niliyoipokea ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tuna neno tena zuri sana ambalo tunaenda kujifunza. Na kaa vizuri sana kwa sababu Mungu anaenda kuzungumza na wewe siku ya leo. Mungu anaenda kuzungumza na wewe siku ya leo. Mungu anaenda kufanya mabadiliko katika maisha yako siku hii ya leo. Kwa hiyo ujiandae. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaenda kujifunza neno zuri sana linalosema ni kama swali, una silaha gani? Bwana Yesu asifiwe. Hebu tujikabidhi mikononi mwa Mungu tena. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya wasaa huu na wakati huu. Ninamleta huyu mtu ambaye ananisikiliza sasa hivi mikononi mwako. Ninaomba damu yako ikapate kumficha na kumfunika. Ninaomba kuondoa moyo wa jiwe na ukaweke moyo wa nyama wa kulisikia neno na kulielewa na kulipokea katika jina la Yesu Kristo. Karibu Roho Mtakatifu, useme na uzungumze nasi saa hii na wakati huu. Ninaalika malaika zako wa ulinzi na wa vita mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Naficha nafsi yangu ndani ya damu yako, na nyunyiza damu yako katika koo langu, na nyunyiza damu yako katika macho yangu, na nyunyiza damu yako Yesu katika nafsi yangu katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Kabanda shakataya. Mungu ni mwema kwetu na ni mwema kwako. Na leo siku hii Mungu amekuwa mwema sana, na ninakuona ukipata kicheko. Ninakuona ukipata kicheko, na utaenda kupata kicheko. Haleluya. Very soon utaenda kuona kicheko, utaenda kupata kicheko. Wewe ambaye unanisikiliza, Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo Mungu anaenda kukutendea, na Mungu utamuona kwa ukubwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi kama Wakristo constantly tuko katika vita. Tuko katika vita na adui, tuko na vita na shetani kwa sababu tumeamua kumwacha na yeye hataki kuachwa. Kwa hiyo unaposema kwamba mimi ninamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote na dhambi na kila kitu, ninajitoa kuwa Wakristo. Najitoa kuwa kwake, kuanza kutembea na kumfuata Kristo na maagizo yake. Unakuwa umeshatangaza vita, kwa sababu anakuwa hapendi, hataki wewe utoke kule ambapo alikuwa amekuweka mateka. Na wewe umetoka kwenye mateka. Mtumwa yoyote ambaye anakimbia. Zamani tulivyokuwa watoto tulikuwa tunaangaliaga movie fulani. Tulikuwa tunaangalia movies za vita. Unakuta mtu mmoja labda kambi fulani imewateka watu wa mji fulani, ikaenda ikawaweka mahali fulani, imewateka huko, inawatumikisha. Umeona? Afu anatokea mtu mmoja anachomoka, anakimbia, anatoka pale. Wale wanajua kwamba kuna mtu ametoka kwenye kambi. Kwa hiyo anapotoka sasa, wanaanza kumtafuta yule aliyefanya nini, aliyetoka, ili arejee kule. Kwa hiyo anakuwa yeye kama ametangaza vita. Kwa hiyo ndi sawa na wewe ambaye ni Mkristo, umetoka huko sasa katika kambi ya utumwa, kambi ya adui, umeenda kujificha. Wanakutafuta ili urudi. Kwa hiyo ndio maana tunakuwa katika vita. Kwa hiyo ni lazima uwe na silaha, kwa sababu kama kuna maadui wanakutafuta, lazima na wewe uwe na silaha ya kujilinda. Silaha ya kujikinga, silaha ya kujilinda. Bwana Yesu asifiwe. Ili mishale inapokuwa inarushwa kwako, uwe na ngao ya kuzuia, una wewe uwe na silaha ya kupigana. Lakini uwe na nguvu na maarifa ya kumshinda unayepigana naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anayepigana na wewe akiwa na maarifa na nguvu kukushinda wewe, atakushinda hakika. Lakini unapokuwa na maarifa na nguvu kuliko yule ambaye unapambana naye, utamshinda. Kwa hiyo katika mapambano tulionayo, kitu cha kwanza na cha muhimu sana ni kutafuta maarifa na kutafuta nguvu ya Mungu. Na nguvu yetu tulionayo sisi ni katika roho, kwa sababu vita tunayopigana ni vita ambayo iko rohoni. Kwa hiyo tunahitaji nguvu za rohoni zaidi, na tunahitaji kuwa na maarifa ya kupigana. Lakini zaidi tunahitaji macho ya rohoni, kwamba nimeshapata macho ya rohoni, nimeona hii ndio vita nilionayo, nimeona huyu ndio adui anayepambana na mimi. Kwa hiyo nimeona, kwa hiyo ninatumia sasa maarifa ya namna ya kuanza kupigana naye, kupambana naye. Huyu adui ana udhaifu gani, ana weakness gani, nimpate katika engo gani,
ili niweze kupigana na kupambana naye. Kwa hiyo tunahitaji maarifa, tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Na uzuri ni kwamba unapokuwa unamtafuta huyu Roho wa Mungu, yeye anakusaidia. Anakusaidia hata kama unaona macho yako hayaoni, unaona maarifa huna. Ukiwa na huyo Roho Mtakatifu, ukimtafuta huyo Roho wa Mungu, anakusaidia kupambana na kupigana na hiyo vita. Anakusaidia kuonyesha ni mahali gani unatakiwa kupigana. Anakusaidia kuzungumza na wewe ni namna gani unatakiwa kupigana na kupambana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia katika ile Petro wa kwanza 5 mstari wa 8, neno la Mungu linasema kwamba muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Kwa shetani daima anazunguka kutafuta mtu ammeze. Hata kipindi kile cha Ayubu, kumbuka, na yeye ilikuwa ni hivyo hivyo. Alikuwa katika shughuli zake za kutafuta, za kuzunguka atafute mtu ammeze. Kwa hiyo ndio kazi yake ambayo anaifanya, na ndio constant adui yetu. Kwa hiyo lazima tuwe na silaha, lazima tuwe na kinga, lazima tuwe na kitu cha kutusaidia kupigana. Na ili uweze kumshinda adui, ni lazima uwe na maarifa. Kwa kitu cha kwanza ambacho kitafanya kazi kama silaha kwako ni maarifa na nguvu ya Mungu. Lazima uwe na maarifa ya kujua ni namna gani na mkabili adui, ni namna gani naweza nikamshinda huyu adui. Bila maarifa hauwezi kushinda. Kwa kitu cha kwanza ni lazima uwe na maarifa. Ni lazima uwe na nguvu ambayo iko zaidi juu ya nguvu ya adui. Huwezi kumshinda shetani ikiwa hauna nguvu ambayo iko zaidi yake yeye, ili kuweza kumshinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunamshinda adui kwa sababu ya ile nguvu ambayo ipo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yale maarifa tuliona, na maarifa tunayapata wapi? Maarifa tunayapata kwenye neno la Mungu, lakini pia maarifa tunayapata kwa kuisikia sauti ya Mungu. Ndio tunapata maarifa ya namna ya kumshinda adui. Kwa hiyo huwezi kumshinda adui kama una maarifa. Huwezi kumshinda adui kama una silaha. Huwezi kumshinda adui kama huna silaha, kwa sababu utakuwa na silaha lakini huna maarifa ya silaha gani natumia, alafu ninaitumia vipi. Macho ya rohoni ni ya muhimu, kwamba nina macho ya rohoni ya kujua adui yangu, huyu ni adui ananifuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna silaha nyingine ambayo ni nguvu ya makubaliano. Hii ni silaha ambayo iko very effective kwa adui. Nguvu ya makubaliano. Yaani pale ambapo 2 watatu mmekubaliana kufanya jambo, liwe ni kwa maombi au liwe katika utekelezaji. Mnapokubaliana kufanya jambo na mkaanza kulifanya na mkakaa katika ule mstari wa makubaliano, lile jambo mlilokubaliana linaenda kutekelezeka. Hiyo inakuwa ni silaha kwa adui. Lakini mnapokuwa hakuna umoja, hakuna kushirikiana. Kumbuka Bwana Yesu alituombea umoja. Alisema ninawaombea wawe na umoja. Kwa sababu ni silaha kubwa sana umoja. Mnapofanya jambo katika umoja, kwamba tumepanga tunafanya biashara. Tunafanya biashara ya chakula. Huyu atakuwa akiprovide kitu fulani na mimi nitakuwa nikiprovide kitu fulani. Hivyo ndio ambavyo ile contract yetu inasema tutakuwa tukifanya. Kwa hayo ni makubaliano ambayo tunayafanya. Lakini wewe katika makubaliano unaamua kufanya vingine, utajiona umezidiwa. Ukishajiona umezidiwa, basi inamaanisha tena makubaliano haya yanafanya nini? Inavunjika. Na hiyo biashara inafanya nini? Inavunjika. Haiwezi kufanikiwa. Na kama kuna biashara pasipokuwa makubaliano, vile vile biashara hiyo inakuwa haifanikiwi. Kwa hiyo biashara lazima iwe na makubaliano. Huduma mnayoifanya lazima iwe na makubaliano. Kwamba tunakubaliana sisi ni waombaji, tunaenda kuliombea kanisa. Ikiwa tunataka kuliombea kanisa, makubaliano yetu tuwe tunakutana saa fulani, alafu haya hapa 1 2 3 ndio yatakuwa maombi yetu. Mmoja wapo akitoka katika ile cheni, ameharibu cheni. Yaani tunakuwa katika cheni, hiyo cheni ndio inakuwa ndio yale makubaliano, yale maombi. Kwa mwenzetu mmoja akishatoka katika ile cheni, akiondoka na kuvunja makubaliano, ameharibu cheni nzima yale makubaliano, na hivyo kumpa adui nafasi.
Kwa hiyo makubaliano namaanisha ni lazima tuende sawa sawa, na yani makubaliano yana nguvu sana na Mungu anayaheshimu mno. Kumbuka kipindi kile cha mnara wa Babeli. Mnara wa Babeli, wale waliojenga ule mnara wa Babeli, watu wa Shinari, walipokuwa wakijenga ule mnara wa Babeli, wakakubaliana kwamba tujenge mnara mrefu ufike mpaka mbinguni. Aisee, walijenga kwa sababu walikuwa wanaongea lugha hii moja. Lete tofali linakuja. Kwa hiyo wakajenga kwa sababu ya ule umoja wao. Mungu akasema hapana, hawa watafanikisha kile ambacho wanakitaka, na mimi huu sio mpango wangu. Kwa hiyo nifanyaje? Niwavurugie lugha. Kikaletwa Kichaga pale, Kisukuma pale, Kihehe pale, Kipare, kikaletwa pale. Haya, lete nani? Naomba nilete kalai. Inaletwa nyundo. Lete nani? Lete mchanga. Inaletwa tofali. Lete. Wakashindwa kuelewana. Mshoke kagombana. Wewe vipi, wewe unaongea kitu gani? Mbona sikuelewi, umechanganyikiwa. Wewe unaongea nini? Wakashindwa kufanya nini? Kufanikisha. Kwa hiyo kunapokuwa na matengano, magombano, maongezi zaidi kuliko utendaji, yani ni lazima hicho kitu sifanikiwe. Iwe ni katika utumishi, iwe katika kanisa, iwe ni katika biashara, iwe katika kazi, iwe ni project, kama hakuna umoja, kama hakuna kufanya kazi kwa pamoja kwa kuelewana katika lugha moja, hicho kitu hakiwezi kufanyika. Na kama unaona hakuna umoja, ni bora usikifanye na utafute wengine ambao mtakuwa katika umoja. Kama unaona kwamba hawa watu hamtaenda pamoja, hamtafanikisha hicho kitu ambacho mnakifanya, hautafanikisha nao, ni bora uache na utafute wengine ambao utafanikisha. Yani mfano, mko katika, umeamua kuanzisha project au umeamua kuanzisha organization, mnaanzisha taasisi sio ya kiserikali. Mko watano, mnasema tuanzishe taasisi ya serikali na taasisi yetu tutasaidia watu wasiojiweza. Mmeanza pale watano, lakini katika utendaji wanatenda hawa wawili. Haiwezi kufanikiwa. Haiwezi kufanikiwa kwa sababu hata Kiswahili kinasema kidole kimoja kivunje nini? Chawa. Yani chawa yuko hapa afu unavunjaje? Mpaka kile kingine kifanya nini? Na kingine kifanya nini? Kivunje hiyo chawa. Kwa hiyo kama wako wawili tu wanafanya, hicho kitu hakiwezi kufanikiwa. Kwa sababu hakuna nini? Hakuna unity, hakuna umoja. Na kitu tumekiweka kifanyike kwa nini? Kwa umoja. Kwa hiyo lazima kitafeli. Kwa hiyo ni bora uachane na hao, uende na wengine ambao hao mtaenda katika umoja, katika kufanikisha. Lakini ukingangana na kungangana, ukajikuta unafanya wewe mwenyewe kitu ambacho mlikuwa katika mlipanga, mlikubaliana, hicho kitu lazima kife. Kwa sababu hamuendi katika makubaliano yale ambayo mmefanya nini? Mmeingia. Kwa hiyo kuna nguvu sana katika makubaliano, na adui huwa anajaribu kwa nguvu zote kuvunja au kusiwepo na makubaliano. Kwa sababu anajua yakiwepo makubaliano hao watu watashinda. Na Mungu anaheshimu sana makubaliano. Na ndio maana anasema walipo wawili watatu nipo hapo. Kwa sababu anapenda umoja. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kwenye ile Mathayo 18. Mathayo 18 mpaka 20. Neno la Mungu linasema, amin nawaambieni, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayofungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Tena nawaambia kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Wangapi? Wawili. Yani hahitaji hata 6. Yani hata wawili, ilimani yawe makubaliano. Wanapokubaliana hawa wawili kufanya jambo duniani, anasema litafanyika. Anasema hivi, tena nawaambia kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni.
Kwa hiyo wawili watakapopatana kufanya jambo, kuomba jambo, watakubalika. Tunapokaa na tunasema tunaingia katika maombi ya mapatano, hiyo ni silaha kubwa sana kwa adui. Pale ambapo ameharibu mambo yetu na sisi tunakaa, tuko wawili, tuko watatu, tuko wanne, tumekubaliana kwamba tunatoboa leo, tunaomba kwa ajili ya utumishi, tunaomba kwa ajili ya hili jambo ili Bwana atuonekanie. Mungu anaenda kukuonekania kwa sababu mmekaa katika umoja, katika makubaliano. Kwa hiyo ni silaha moja ambayo adui anaiogopa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba wanapokaa wawili watatu na kukubaliana jambo linafanyika. Tuna kwenye Kumbukumbu 19:15, mamlaka yetu dhidi ya adui inaongezeka tunapokuwa katika patano. Tukiangalia Kumbukumbu 19, nafikiri nenda kasome. Mamlaka tunapokuwa katika patano, mamlaka heri wawili kuliko mmoja, mamlaka yetu yanaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kama mimi mmoja nilikuwa ninaweza kuua 1000, tukiwa wawili tunaua 10,000, tukiwa watatu tunaua maelfu na mamia, kwa sababu tumepatana. Vita ya mtu mmoja ni tofauti na vita ya kundi la watu waitwao wanajeshi. Ni tofauti kwa sababu mnapopigana, mnapokuwa wawili, mnapokuwa katika umoja, katika nia moja, mnapokuwa mmenia kitu kimoja, linafanyika jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni silaha. Nimesema silaha ya kwanza ni maarifa. Kwamba unapokuwa una maarifa na unapoyatafuta maarifa kwa bidii, kuyatafuta maarifa katika neno la Mungu, kujua ni kitu gani Mungu anasema kwa habari ya situation ulionayo, hayo ni maarifa. Kwamba niko katika hii situation fulani, neno la Mungu linasema nini kuhusiana na hiyo situation, na kama linasema hivyo, fanya basi kama vile neno la Mungu linasema. Hayo ni maarifa ya kumshinda adui kwenye hilo situation. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili uwe na maarifa ni lazima usome sana neno la Mungu, ulifahamu sana neno la Mungu, lakini uwe na ukaribu na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la pili ni nguvu, ni makubaliano. Hiyo ni silaha yako ya pili. Silaha nyingine ni jina la Yesu. Haleluya. Tumepewa jina lipitalo majina yote. Na Mungu ametupa haki na ruhusa ya kutumia jina lake kufanya jambo, kuamuru vitu. Unaposema kwa jina la Yesu Kristo, inamaanisha kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Yaani ninafanya kwamba ni Kristo anafanya hili. Hapo sio kama tunaelewana. Yaani ninafanya kwa jina la Yesu, na maisha nalifanya hili. Unapotaja jina la Yesu, hapo yeye anakuja. Huyo ambaye yuko ndani. Sasa inategemea wewe unalita jina la Yesu halafu una huyo Yesu. Unategemea unamuita Yesu na Yesu yuko ndani yako na unatembea katika yeye. Kwa hiyo unatembea kulingana na kile anachokuzungumzisha yeye. Kwa hiyo unaposema kwa jina la Yesu, unasema katika mamlaka ya Yesu Kristo. Unamwalika Kristo katika ile jambo ambalo unaliongea katika wakati huo. Mfano, unapompa mtu power of attorney. Power of attorney, nafikiri wengi mtakuwa mmeshaisikia. Unakuwa na document fulani inaitwa power of attorney. Sasa unapompa mtu hiyo power of attorney, inamaanisha kwamba afanye jambo fulani kwa niaba yako. Mfano, labda unatakiwa kwenda kwenye kesi fulani. Alafu wewe huwezi kwenda kwenye hiyo kesi kipindi hicho kwa sababu una tatizo, labda unaumwa miguu au unaumwa kitu ambacho kinakushindwa wewe kutembea kwenda. Na unajua kabisa siku hiyo itakapofika bado nitashindwa kwenda. Yaani sio kwamba naumwa leo malaria na nataka power of attorney kwa ajili ya kesho, kwa ajili ya kesi ya miezi miwili. Mimi najua kabisa hata hiyo miezi miwili itakapokuja sitaweza. Au labda nitakuwa nje ya nchi, nitakuwa nimesafiri, nitakuwa nini, lakini ninahitajika niende nikachukue kitu fulani, nyaraka fulani ya serikali, document fulani.
au nikafanya jambo fulani, basi nampa mtu fulani power of attorney, kwamba ninampa nguvu ya kwamba chochote kile atakachokifanya ndio mimi nafanya. Ndio maana hiyo. Kwa hiyo na sisi tumepewa hiyo power of attorney, kulitaja jina la Yesu, kwamba tunapotaja jina la Yesu, chochote kile ambacho tunajua kwamba tumekitaja na maana ni Yesu, naye anaenda kukifanya kile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo power of attorney ni kwamba unampa mtu mamlaka lile ambalo ungeweza kulifanya wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na hicho ndo ambacho sisi tumepewa. Kwenye ile Yohana 16:23 tunaona Bwana Yesu anasema kwamba Baba atawapa. Yohana 16:23. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin, amin nawaambia, mkimuomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Mkimuomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni nguvu. Kwa hiyo hiyo ni silaha nyingine ambayo tulionayo. Nimeongelea ile silaha ambayo ni ya umoja, ambayo anasema chochote mtakachoomba mkikubaliana na watu wawili nitakifanya kwa jina langu. Na hapa tunaambiwa kwamba chochote tutakachokiomba kwa jina la Yesu Kristo, tukimuomba Baba atafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni silaha ambayo tunayo sisi. Hata ile kwenye ile wa Filipi 2:9-11. Tumepewa jina lipitalo majina yote, ambalo kwa jina hilo kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri ya kwamba yeye Kristo ni nini? Ni nani? Ni Bwana. Kwa hiyo inamaanisha vyote nitakavyovitamka lazima vikiri ya kwamba Kristo ni Bwana. Ninapoyakemea magonjwa kwa jina la Yesu, toka. Inamaanisha kwamba hayo huo ugonjwa unakuwa chini ya mamlaka ya Kristo. Haleluya. Kwamba hilo jina la huo ugonjwa unaitwa gout, huo ugonjwa unaitwa malaria, huo unaitwa HIV, huo unaitwa sijui kifua kikuu, huo unaitwa ugonjwa gani, nikisema kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, wewe ugonjwa toka. Kwamba wewe uko chini, ila jina la Yesu liko juu ya hilo jina la huo ugonjwa. Hiyo inakuwa ni silaha. Kwa hiyo kutumia jina la Yesu katika maombi unayoomba. Ninaomba haya katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba ukutane na mimi. Mungu, ninaomba unifanyie jambo 1, 2, 3 katika jina la Yesu nimeomba. Hiyo ni silaha ya Mkristo aliyeokoka. Hiyo ni silaha ya Mkristo anayemjua Mungu. Huwezi kuomba pasipo jina la Yesu. Huwezi kuomba kupitia chochote, kupitia yoyote, bali ni kwa jina la Yesu Kristo. Huwezi kuomba kwa jina la mtume fulani, mtume Paulo, Petro. Unaomba kwa jina la Petro, unaomba kwa jina la mtume Paulo, unaomba kwa jina la Yohana. Unaomba kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tunamwona Petro kwenye ile Matendo 3:16. Petro alikuwa anatembea, alikuwa anaingia hekaluni, akakutana na mtu ambaye alikuwa ni kiwete. Akamwambia, naomba mnisaidie. Petro akamwambia, mimi fedha sina, dhahabu sina, lakini nina kitu kimoja. Kwa jina la Yesu Kristo simama, nenda. Pale tatizo lake lote liliisha. Hakurudi hekaluni kuomba tena. Maana hiyo ilikuwa ni permanent solution. Jina la Yesu ni permanent solution ya kila kitu. Kwa hiyo unapokuwa na silaha hii ya jina la Yesu, ni silaha ambayo ni bomu. Unajua bomu unaporusha, likirushwa bomu linamaliza kila kitu. Bomu na mshale ni vitu viwili tofauti. Unaweza kuupiga mshale na kumkosa adui, na unaweza kupiga mshale ukampiga adui mmoja. Lakini ukarusha bomu likamaliza adui kijiji kizima. Kwa hiyo ili jina la Yesu ni bomu. Unapolitumia, ikiwa huyo Yesu yu ndani yako,
na unayatenda yaliyo mapenzi yake. Haleluya. Kwa hiyo hilo jina la Yesu linafanyika kuwa silaha kwa adui. Haleluya. Pia unatumia jina la Yesu kuongea na adui kinyume na kile anachokifanya. Shetani aliongea na Yesu nyikani. Yaani unatumia jina la Yesu kuongea na adui kinyume na kile anachokifanya. Tunamuona Bwana Yesu kwenye Luka 4:4. Aliongea na shetani nyikani. Akamwambia, akawa anaongea naye, anaenda kinyume na kile alichokuwa anafanya nini? Shetani anamwambia. Hata kwenye Mathayo 21:19 aliongea na mtini na kuambia mtini kauka. Kwa hiyo unaposema kwa jina la Yesu ni sawasawa na Yesu mwenyewe kuja na kukifanya kile kiwe kinyume na kile ambacho adui anasema. Sio kama unanielewa. Adui anasema ufeli, lakini wewe unasema kwa jina la Yesu Kristo sitafeli. Shetani anasema uwe masikini, lakini unasema kwa jina la Yesu Kristo mimi sio masikini, mimi ni tajiri. Alipoza wagonjwa kwa kusema tu. Yesu alisema tu umepona. Kwa hiyo unapoliita jina la Yesu ni sawasawa na kumuita Yesu aseme umepona, amka. Ni sawasawa na kumuita Yesu aseme umesamehewa dhambi zako. Ni sawasawa umuite Yesu aseme kuanzia leo wewe mtini kauka, hutatoa majani. Ni sawasawa na kumuita Yesu na kuanza kutembea juu ya maji. Ndio kuliita hilo jina la Yesu. Ni kuyaita mamlaka ya Yesu Kristo yenyewe yaje kufanya kazi ile ambayo unaisema katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Silaha nyingine ya 4 ni silaha ya imani. Silaha ya imani tuangalie kwenye ile Efeso 6:16. Efeso 6:16 neno la Mungu linasema zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuishinda mishale yote yule mwovu. Kumbe kuna mishale. Yaani adui anapiga mishale. Kwa hiyo kama kuna pigwa mishale, ile mishale hautaiweza tu kwa kuirudisha. Hautaweza tu kwa kusema back to sender ukaishia hapo. Ile mishale inatakiwa uwe na ngao. Na ngao hiyo ni imani. Hiyo imani yako utakapokuwa nayo ndio itakusaidia hiyo mishale na urusha adui isikuchome, kwa sababu una imani. Mfano uko katika situation fulani ambayo ni ugonjwa au uko katika kukosa jambo fulani, adui anapiga, anarusha. Wewe unakaa katika imani na katika neno. Kwa kupigwa kwake Yesu nimepona. Unakaa katika imani ya kwamba bado Mungu hajanisahau. Bado Mungu ananikumbuka. Bado Mungu atanipigania. Bado Mungu atanitendea. Kwa unakaa katika ile imani na hiyo inakuwa ni ngao yako. Kukata tamaa ni kinyume cha imani. Kuacha jambo ni kinyume cha imani. Kusita ni kinyume cha imani. Lakini lazima uwe na imani, hiyo itakuwa inafanyika ngao ya kumshinda adui. Kuishinda ile mishale ya moto ya adui. Atakapokuwa anaipiga, anakupiga, anakutana na ngao. Haleluya. Anakutana na ngao ya imani. Kwa hiyo anashindwa ile mishale inashindwa kupenetrate na kukupiga wewe, na kukuataki wewe, na kukusababishia maumivu, na kukusababishia kukata tamaa, na kukusababishia kutokuwa na furaha, kutokuwa na amani. Lakini wewe unaendelea kushikilia nini? Imani. Hata kama unaona kuna magumu unayapitia, endelea kushikilia imani. Kwamba najua ninapita katika hili nalo litafanya nini? Litapita. Kama mengine yanavyopita, ili nalo pia litapita.
Kwa hiyo ninaendelea kushikilia ile imani ya kwamba ninaye Bwana ambaye ni wa mabwana, ninaye Mungu ambaye ni Mungu wa miungu, ninaye mfalme ambaye ni mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu, Mungu wa vita. Yeye atanishindia, atanipigania. Wala haya yanayopita, haya ninayoyaona yatapita tu. Hakuna litakalosimama na kunitetelesha, hakuna litakalosimama na kuniangusha mimi. Nitaendelea kusimama katika imani. Kwa hiyo ngao ile utakayokuwa nayo ndio itakusaidia ile mishale ambayo anapiga adui isikukute. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni moja ya silaha yako wewe kama Mkristo, ili kuweza hiyo vita ambayo unakutana nayo. Hiyo ni vita katika familia, vita na wakwe zako wanakupiga vita. Yani unaona kama vile jamani, ndio mume wangu ananisapoti, lakini huku kwa wakwe huku, yani wananisema vibaya, yani wanasema mimi niko hivi, wanasema mimi niko. Sasa ukiangalia ule upande ukaconcentrate kwenye yale maneno tu, umekwisha. Unachotakiwa wewe ni kuwa na ile ngao ya imani, kwamba uliye naye ndani yako ni mkuu Bwana kuliko hao walioko nje, kuliko hizo sauti za nje. Uliye naye ni mkuu, atakupigania, atakushindia. Hakuna chochote atakachokileta kwako kitakumaliza, kwa sababu uliye naye ndani yako ni mkuu, na kwa sababu una uhusiano mzuri na yeye, atakupigania. Yani sio tu useme ninaye ndani yangu ni mkuu alafu una uhusiano mzuri na Mungu. Yani wewe unafanya kinyume kabisa na neno lake analolisema. Unataka kusema ninaye ndani mwangu ni mkuu, lakini fanya kama neno lake linavyokutaka. Hana alilia, alisema Mungu naomba mtoto, Baba nipe mtoto. Alikuwa anaenda hekaluni, anaenda anaomba mpaka kuhani akanamuuliza, wewe uko sawa? Sio kama umelewa wewe Naambia bwana wangu mtumishi, mimi namuomba Mungu anipe mtoto. Kwa hiyo alikuwa ni maisha yake ya kuomba, Mungu wangu naomba mtoto. Hana aliomba, hakukata tamaa, aliomba. Inawezekana hata alivyokuwa amefika hadi kwenye menopause alikuwa akiendelea kuomba, Mungu nipe mtoto, kama mjinga. Lakini Mungu akasema mimi siwezi kuiacha imani hii. Siwezi kuiacha imani hii. Jina langu litatukuzwa katika hili. Acha nimpe mtoto. Alipewa mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ile nikawa ni ngao ya imani. Kwa hiyo kama kwa kuna mishale ya adui anarusha maneno, anayarusha, sijui nini anakirusha, anamkatishia tamaa, yale alikuwa yanaendelea kupiga tu pale natoka. Ile mishale inafanya nini? Inarudi ilikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni silaha kubwa sana imani. Ni silaha lakini ni ngao pia ambayo inakukinga na yani unajua adui anapokuwa amesha kupiga ina maana umepigwa, si ndio? Ina maana sasa wewe uanze kushughulika na majeraha. Lakini unapokuwa una ngao, inamaanisha hata ile silaha haikuingia, inamaanisha hata hutapigwa. Kwa hiyo hutashughulika na majeraha, kupoteza muda wako. Mara nyingi tunapoteza muda mwingi sana kwa kushughulika na majeraha, kwa sababu adui tayari anakuwa ameshatupiga, kwa sababu tunashughulika sana na majeraha. Lakini tunapokuwa na ngao ya imani, yani hiyo mishale yote itaanguka chini. Mfano shetani anasema huyu afukuzwe kazi. Afukuzwe kazi, maisha yake yawe magumu. Hiyo ndio silaha yako anataka kurushia. Anakurushia. Anakutana na ngao ya imani. Anarusha, unakuta barua imekuja ya kazini, umefukuzwa kazi. Unaiangalia ile barua, nasema mimi maisha yangu hayategemei barua, hayategemei kazi. Maisha yangu yanamtegemea, kula yangu inamtegemea Mungu aliye hai. Kula yangu inamtegemea, kuvaa kwangu inamtegemea Mungu aliye hai. Na mimi nitashinda na zaidi ya kushinda. Hiyo ni imani.
Baada ya hapo unashangaa, unakula vizuri, unavaa vizuri, unapata kazi, unapata biashara, unapata nini, hela inaingia. Yaani unapata kuliko hata ungekuwa kwenye ile kazi. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anakufanyia hivyo kwa sababu ya ngao ya nini? Ya imani. Wanakufukuza mahali kwamba bwana, kuanzia leo hapa utakiwi kuishi tena. Nenda katafute nyumba nyingine uishi. Beba watoto wako, tafuta mahali utakapoenda kuishi kwa watoto wako. Unasema Mungu, wewe ndio unayefanya nini? Ndio unayenipa. Utashangaa tu unapata sehemu unakaa nzuri kuliko pale ulipoondolewa. Unapata, yani hupungukiwi. Ndio maana imani. Yani sio kwamba kitu fulani kikishatokea maishani mwako ndio shetani kakupiga, hapana. Yani lazima ushikilie ile imani. Endelea kukamata ile imani, kwa sababu katika kukamata kukamata kwako kule imani utashinda. Yani kile kilichokuwa na adui, kilichofanya na adui hakiwezi kupenetrate, kuumiza. That's the meaning. Yani silaha, ule mshale ni sawa na ile barua ya kazi imekuja kwako ya kuwewe kuachishwa kazi. Imekuja kwako, imerushwa hapo pap. Unafanyaje? Ukishakata tamaa, ukalia, ukasema nimekwisha, ukaanguka chini, basi hiyo imekupiga. Hiyo imekufanya nini? Imekupiga. Kwa hiyo sasa unaanza kushughulika na majeraha. Lakini unapoona imekuja barua, unasema it's okay. God will make a way. Mungu atafanya njia na mimi nitapita katika hili. Inakuja message, mchumba wako anasema, bwana, mimi kuanzia leo mimi na wewe basi. Mimi na wewe hatuendani. Kwanza na miguu yako inaenda kushoto, mimi siwezi kuwa na mtu na miguu inaenda kushoto. Bwana, hatuendani. Kuna dada mmoja hivi aliambiwa na kijana wake, huyo mchumba wake akamwambia, bwana, mimi unajua napendaga wanawake wanaolea. Mimi wewe unilei. Wewe huwezi kulea. Wewe huwezi kunitunza. Kwa hiyo sikutaki. Huwezi kuwa na mimi. Sasa mshukuru Mungu. Yaani hapo namshukuru Mungu. Maana Mungu amekuepusha na kibenteni ambacho kingekuumiza. Mwanamke anatakiwa fahari yake atunzwe na mwanaume. Fahari ya mwanamke alelewe na mwanaume. Yaani hiyo ndio furaha ya mwanamke. Kwa akifanywa hivyo, inakuwa utii kwake ni automatic. Yaani unakuja automatic. Yaani how force. Kwa sababu there's no way. Yaani ni ngumu sana kwanza kumtii mtu unayemtunza yani. Wewe ndio unayempa ugali, wewe ndio unayempa weka mafuta kwenye gari, wewe ndio unayefanya nini? At the same time anataka umsikilize wakati wewe unatakiwa kufanya kazi. Anataka ukamtii. Kwa hiyo unapokuwa na mtu anakutunza, anakulea na kukwambia, yes, nafanya kazi, unaingiza hela, lakini mimi ni jukumu langu kukutunza wewe. Hiyo ni nzuri sana. Lakini mtu akasema kwamba mimi naachana na wewe kwa sababu unitunze. Hebu mshukuru Mungu sana. Kakuepushia baa la Sudani. Yaani mshukuru Mungu kwamba hili ingekuwa vita isiyoisha. Kwa hiyo unaambia Mungu asante. Mtu kakuacha anakuambia mimi ninaachana na wewe. Naona hata sura yako na yangu hatuendani. Kuna vituko duniani. Sura yako na yangu haiendani. Yaani unamshukuru Mungu. Unasema mimi ningeolewa na sura ya nchi. Mimi siwezi kuolewa. Huyo muache apite. Ana sura ya nchi. Ndio maana ameona kwamba sura yake na yako ifanye nini? Haiendani. Una sura ya mbinguni. Wewe una sura ya mbinguni. Kwa hiyo unasema asante Yesu, atakuja mtu na sura ya mbinguni. Tutaelewana. Haleluya. Imekuja talaka, unasema Mungu, imekuja talaka, mume wangu anataka kuniacha, nitasema nini? Jamii itaniona nini? Watu watanionaje? Watu wataniangaliaje? Watu wanafikiriaje?
Sema asante Yesu, kwa sababu kuna wanaokufa humu ndani wakivumilia wengi. Kwa hiyo mwambie Mungu asante hata kwa hili ambalo limefanya nini? Limetokea. Lakini naendelea kushikilia ngao ya imani ya kwamba ipo siku huyu atarudi. Yaani endelea kushikilia hivyo hivyo, haijalishi ikoje. Yaani ushikilia imani ya kwamba atarudi. Ina maana akirudi huko aliko ameshatengenezwa. Ndio maana yake hiyo. Yaani usikate tamaa ya kusema bora limeenda, maana ni kila nikilifikiria jinsi lilivyo na maisha yangu. Sema asante Yesu ameenda, lakini naamini kwamba mimi sitakaa single maisha yangu yote nikalea hawa watoto. Kuna namna Mungu utaenda kunifanyia. Angalia Boazi na nani ule? Naomi. Naomi alivyoarifiwa na mume wake. Lakini alikuja Boaz ambaye alikuwa the best husband kwake. Hallelujah. Kwa hiyo ngao ile imani unapoendelea kuishikilia, Mungu anaiona ile imani yako na anasema tumfanyie nini huyu? Mbona ametugusa? Mbona kagusa pindo langu? Yesu aliuliza, nani huyu aliyegusa pindo langu? Ni nani aliyegusa pindo langu? Bwana Yesu asifiwe. Tufanyie nini? Haleluya. Kwa hiyo ndio silaha. Mara zote adui anarusha mishale ili kupata kutumaliza. Lakini ukiwa na imani utamshinda shetani. Haleluya. Ningependa kuendelea, lakini kwa leo tuishie hapa, na somo letu tutaendelea tena safari ijayo. Bado kuna silaha nyingi sana ambazo nitaenda kukufundisha. Leo tumeangalia silaha ya imani, tumeangalia silaha ya jina la Yesu, tumeangalia silaha ya maarifa na nguvu ya Mungu, tumeangalia silaha ya nguvu ya makubaliano. Ninaamini kabisa hiki cha leo umekipata na unaenda kutumia hizi silaha kumshinda adui. Jaribu kutumia hizi silaha ambazo nimekuambia sasa hivi. Utayaona maisha yako na mabadiliko kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ikiwa hujampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, huwezi ukabeba tu silaha wakati wewe sio mwanajeshi. Yaani unatoka tunaanza kupiga maadui, yaani uko kambi moja nao. Yaani wewe uko kambi moja na adui, afu unampiga hapo na wewe uko hapo. Si watakumaliza? Kwa lazima umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Uwe kambi nyingine tofauti, ambapo huko tuna malaika, yuko Mungu wetu ambaye anasema ni Bwana wa majeshi. Yaani yeye ndo mkuu wa hayo majeshi hayo, ambao na sisi ndo tupo humo ndani. Wako wao malaika ambao wanapigana, wanapambana kwa ajili yetu. Wako watakatifu ambao wanaomba pamoja na wewe. Kwa hiyo kuna namna fulani utashinda, kwa sababu aliyeko upande wako ni mkuu sana kuliko yule ambaye uko katika upande wa adui. Wewe utakuwa uko na Mungu. Shetani ni malaika. Shetani sio Mungu. Nasema tu ni Mungu wa dunia hii, lakini aliumbwa. Mungu yeye ni Mungu aliyeumba. Huyo ndio yuko na wewe. Kwa hiyo unatakiwa kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, aweze kukushindia hayo yote unayoyapitia. Ikiwa unataka kumpokea Kristo, nataka nikuongoze sala ya toba. Hii ni sala ambayo wewe mwenyewe unaweza ukaisema, sio lazima nikuongoze. Unaweza kukaa mwenyewe ukapiga magoti, ukasema sala, ukatubu na kuwa na nia ya kuacha yale maovu uliokuwa ukiyafanya na kumfuata Kristo na kufuata neno lake. Hapo unakuwa umeokoka na kumpokea Kristo. Lakini ikiwa unasema sijui hata namna ya kusema hiyo sala ya toba, basi nifuate maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya, kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda. Ninatubu leo kwa kumaanisha kuziacha. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unirehemu. Ninaomba unisafishe. Ninaomba unitakase nafsi yangu, mwili wangu, roho yangu. Leo hii ninakiri ya kuwa wewe Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nami ninakupokea wewe, ukae ndani yangu, nami nikae ndani yako. Nisaidie nikaishinde dhambi. Dhambi sinishinde, majaribu yasinishinde. Nipe Roho wako Mtakatifu ajae ndani yangu, aniwezeshe, aniongoze, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Naomba nikuombee wewe ambaye umeokoka siku hii ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako, namleta mtu huyu ambaye ameokoka siku hii ya leo. Ninaomba Mungu kapate kumwezesha, msaidie akapate kuishi katika neema, akapate kuiweza dhambi na kuishinda dhambi. Katika jina la Yesu, msaidie akakuweke roho zaidi, mjaze nguvu za Roho wako Mtakatifu. Amen. Ikiwa umeokoka, naomba uendelee kusikiliza channel hii ya Christian Sword of the Spirit ili uendelee kukua kiroho. Lakini unaweza kanipa taarifa ikiwa unataka kujua zaidi Biblia. Hata kama umeokoka mwaka mmoja, lakini unasema hata nikisoma, hata nikifungua Biblia sijui nafunguaje, sijui ninaisomaje. Sielewi Biblia, lakini ndani yangu nina kiu ya kutamani kujua neno la Mungu. Wasiliana na mimi. Nimetoa muda wangu kwa ajili ya kufanya hivyo. Nitakufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana. Shalom, shalom.